Je, na wewe ni miongoni mwa wale watu ambao wanashangaa na kuchanganyikiwa wanapoona dunia inaendelea kuharibika kila siku? Lakini hiki hakikushangazi sana. Unashangazwa zaidi unapoona uchafu unaoendelea duniani unaingia kwenye makanisa kwa kasi ya ajabu isiyoweza kuzuilika. Na kuna wengine kama wewe sio miongoni mwao, wamefikia hatua wametoka ndani ya ibada za Mungu kwa sababu ya uchafu unaoendelea ndani ya makanisa. Nikukaribishe katika darasa la kujifunza maandiko matakatifu. Na katika darasa hili, kwa mwongozo wetu wa maandiko matakatifu kwa muda wa wiki 13, tutakuwa tukiangalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza na wa pili. Na nina habari njema sana. Kama unashangazwa na haya yanayoendelea kanisani sasa, yanayoendelea kwenye nyumba za ibada sasa, karibu ushangazwe na yale ambayo alikuwa anaendelea ndani ya kanisa lililokuweko Korintho. Lakini Mungu atukuzwe kwa majibu yenye nguvu kutoka katika maandiko matakatifu ya kutusaidia kuwa imara kiroho katikati ya mporomoko mkubwa wa viwango vya maadili na viwango vya kichamungu ndani na nje ya kanisa. Baba, ninakushukuru kwa kuwa leo tunakwenda kuzindua na kufungua mafunuo makubwa kutoka kwa Mtume Paulo na maandiko yako matakatifu, Wakorintho wa kwanza na wa pili. Ninaomba ukamsaidia rafiki yangu na ndugu yangu akapate kuelewa kusudi na neno hili likamjenge na kumbadilisha, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kwa nini Paulo anaandika kitabu cha Wakorintho wa kwanza na wa pili? Kwa nini hizi barua zinaandikwa? Wakorintho wa kwanza 1:11. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio nyumbani mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Kitabu cha Matendo ya Mitume 18 kinaelezea Mungu akimwelekeza Paulo kwenda kupeleka injili maeneo ya jiji inaitwa Korintho, akitokea eneo linaitwa Athene, na akaenda akaanzisha kazi ya Mungu kwenye yale maeneo kwa ugumu mkubwa. Tutasoma kwa uzuri sana. Kuna familia moja ya jamaa inaitwa Kloe kutoka huko Korintho anatumwa kuja kwa Paulo. Lakini kuna mabwana watatu wakina Fortunato hawa, na wao nao wanakuja kumwona Paulo. Wanampa habari ya kanisa aliloliacha kule Korintho na namna lilivyo sasa na mambo wanayopitia. Jambo hili linasababisha Paulo anaandika nyaraka, waraka wa kwanza na waraka wa pili ambao tunazo katika maandiko matakatifu. Sababu ya Paulo kuandika waraka wa kwanza wa Korintho ni kwa sababu ya mgawanyiko uliokuwa ndani ya kanisa. Ni kwa sababu ya dunia ambayo ilikuwa inaingia kwa kasi ndani ya kanisa. Tena kuna matukio mengine ndani ya kanisa yamezidi yale ya duniani. Kuna uovu uliokuwa unafanyika ndani ya kanisa umezidi ule wa duniani. Na ndio maana ukisoma waraka wa kwanza wa Korintho ni kana kwamba waraka wa uchafu wa kanisa. Kwa nini? Kila sura, kuanzia sura ya kwanza mpaka ya 16 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, inaelezea udhaifu, uovu, kosa, dhambi iliyokuwa ndani ya kanisa la Wakorintho. Fitina, migawanyiko ndani ya kanisa na makabila na migawanyiko, lakini kuna swala uhuni, uasherati, kuna swala la mashtaka juu ya waumini, unashtakiana mahakamani, kuna masuala ya vyakula, kuna masuala ya wanawake na wanaume, huduma za kanisani, masuala ya karama za Roho. Yaani ilikuwa ni vurugu ndani ya kanisa. Sasa ukiangalia, watu wengi watakwambia dini bora zilikuwa zamani, sasa hivi ni chafu. Lakini utagundua hata zamani ulikuwepo uchafu mwingi tu kama ambao upo sasa. Sema tofauti tu ni namna ya sasa ulivyo na namna zamani ulivyofanyika. Tutakuja kugundua katika maisha yako vitu vingi ambavyo Mungu amevielezea kwa watu hawa wa Korintho, ndivyo ambavyo unavipitia kwenye maisha yako
kanisa lako linapitia, kwaya yako unaoimba inapitia, kikundi chenu cha maombi kinapitia, na tutakwenda kupata suluhisho kubwa sana. Kwa hizi ni miongoni mwa sababu za kwa nini kitabu hiki cha hii barua ziliandikwa. Barua inaanza na utambulisho ambao unaonyesha tena tatizo lingine ambalo lilikuwa ndani ya kanisa. Walikuwa hata Paulo mwenyewe utumishi wake hawauamini, kama ambavyo sasa watu wengi wanatilia mashaka vitabu vya Paulo, wakifundishana kwamba huenda vimepotoshwa na namna kama hiyo. Sasa sikiliza kitabu cha Wakorintho waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorintho 1 mstari wa 1, jinsi Paulo anavyojitambulisha. Sikiliza, Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu kwa mapenzi ya Mungu na Sosthene ndugu yetu. Kwa barua inaanza kwa Paulo kujitambulisha na kuwakumbusha ya kwamba mimi Paulo unaoniona hapa sio mtume wa kusomea, sio mtume wa kujiita, ni mtume wa Yesu. Pili, nimekuwa mtume si kwa kutaka mimi, kwa mapenzi yangu, ni kwa mapenzi ya Mungu. Wagalatia 1 mstari wa 1. Paulo mtume, si mtume wa wanadamu wala kutumwa na wanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka katika wafu. Na 15 anapigilia msumari mkubwa ambao ninakwenda kusema vitu vichache vitakubariki sana. Anasema hivi, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu aliniita kwa neema yake. Utumishi wa Paulo haukuwa wa kujiita. Paulo hakuwa mchungaji au mtumishi wa Mungu kwa sababu alikoswa ajira katika mambo yake ya professional yake. Hakuwa mchungaji kwa sababu uchungaji unalipa. Paulo hakuwa mchungaji ili apate umaarufu. Yeye alikuwa na kazi zake tu mwenyewe za kuua watu wa Mungu, akifikiria anafanya kazi ya Mungu, lakini Mungu alimuita. Mungu alimuita na anafanya kwa yale mapenzi ya huyo Mungu aliyemuita, na si kwa ajili ya kufurahisha watu. Kwa Paulo ni aina ya watumishi wa Mungu ambao hawaendeshwi na matakwa ya watu, sio people pleasers, mtu anayetaka kuongea mambo ili watu wafurahi. Yeye anaongea mambo ambayo Mungu anajua hawa watu wanapaswa kuyasikia. Hivi wewe unajua kwa nini umezaliwa? Unajua kwa nini Mungu anataka kufanya kazi na wewe? Sikiliza, kila mwanadamu aliyeumbwa na Mungu, kabla hata hajazaliwa, ndani yako ameweka vitu ambavyo hakuna mwanadamu mwingine anavyo. Ndani yako ameweka uwezo ambao hakuna mwanadamu mwingine duniani anao, na anataka wewe uutumie kwa ajili ya utukufu wake. Hii kitu alipoigundua Paulo ndio akaandika Wagalatia 1:15 kwamba Mungu aliyenichagua toka tumboni mwa mama yangu. Alikuwa aoni vizuri. Mungu alinichagua tangu tumboni mwa mama yangu nikiwa sioni vizuri. Wengine wanasema alikuwa na kama kibiongo, afu ni mfupi na kipara. Mungu alinichagua na vipara na ufupi na biongo. Ndani yangu ameweka huduma hii ninayoifanya. Licha kuna kipindi nilikuwa nachepuka, nafanya mambo mengine ajabu ajabu, naenda huku naua watu na nini, lakini tangu tumboni mimi kuna vitu Mungu ameweka ndani yangu viweze kuwa baraka kwa dunia inayonizunguka. Wewe unajua Mungu amekuita kwa nini? Na nikukumbushe tena zaidi rafiki yangu, kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 10 anasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, si katika Adamu. Kwa ile ambaye amempokea Yesu sasa, ataka nimtambulishe hiki kitu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tutende. Kwa Paulo, matendo mema ambayo tokea awali, tangu alipoumbwa katika Kristo kwa njia ya kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wake, ilikuwa ni kueneza Injili kwa mataifa, lakini akifuata kanuni ile ya Yesu ya
kwa Wayahudi kwanza. Wewe cha kwako ni nini? Umewahi kukaa na kumwomba Mungu, hivi mimi cha kwangu ni kipi? Kwa una jukumu ambalo tangu Mungu alipokufanya ameweka ndani yako vinasaba, ameweka ndani yako taarifa za ki-DNA za kukutambulisha wewe katika dunia hii na kukufanya uweze kuwa na matokeo kwenye kila eneo ambalo Mungu amekuweka. Wewe si mtu wa kawaida. Paulo alipogundua hilo, popote walipomtilia mashaka utumishi wake, alijitambulisha. Lazima ujue kusudi la Mungu kwenye maisha yako ni lipi na ujitambulishe kwa utambulisho huo. Hata Yesu aliposimama Kapernaum kwenye sinagogi, akawaambia, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta niweze kutangaza habari njema, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika, kufungua waliofungwa, kufanya vipofu wapate kuona. Akatoa CV yake. Wewe ukiambiwa utoe CV yako hapa duniani, Mungu amekuleta ufanye nini? Utasema nini? Lakini Paulo anaandika huu waraka kwa Wakorintho. Lazima tujue jiji la Korintho lilikuwa ni jiji lenye sifa zipi. Lakini wakati huu Paulo anaandika barua hii miaka kama ya 50 hapo, miaka michache iliyopita, jiji hili chini ya Kaisari Julius lilikuwa linajengwa, huduma zake zimefunguliwa. Ni jiji lilokuwa liko busy, liko baharini na kuna bandari nzuri. Ni jiji ambalo kwanza Wayahudi wengi ambao walikuwa wamefukuzwa kule Italia walikuwa wamerudi pale, akiwemo Priscilla na Aquila. Lakini pia kulikuwa kuna wafanyabiashara sailors, wale watu wa mabaharia wengi wakitua pale. Kulikuwa ni jiji la aina yake. Tuseme mambo machache ambayo kidogo anatutambulishia sifa la jiji la Korintho, ambalo utajikuta linafanana vile vile na jiji lolote ambalo tunaliishi sasa. Jiji hili lilikuwa lina wakazi takribani 800,000 mpaka 900,000. Lakini kati hawa 800,000 mpaka 900,000, wazawa wale wenyewe kabisa wenyeji walikuwa ni wachache sana, kama 250,000. Wengi wa hawa waliobaki walikuwa ni watumwa. Kulikuwa na watumwa wengi, karibu kila mtu alikuwa akosi si chini ya watumwa 2. Hapo ndipo kanisa limefunguliwa. Kuna watumwa, kuna wenyeji, kuna mabosi, kuna maskini. Vurugu iliyoibuka kwenye hilo kanisa, ndugu yangu, ni hatari. Mambo mengine machache ya kusema kuhusu Korintho. Lilithamini elimu, utambulisho, CV kuliko uwezo wa Mungu ndani ya mtu. Orators, wale watu ambao ni wazungumzaji maarufu, public speakers, walipoitwa kwenye jiji hili la Korintho kutoa hotuba, watu maarufu wenye influence, wenye mivuto, walikuwa wanatumia muda mwingi kuelezea uzuri wa jiji, lakini pia wanatumia muda mwingi kuelezea CV zao, jinsi walivyo, akili zao. Mtu anajitambulisha, mimi na PhD, nimesoma huku, nimefanya kazi huku, juzi nilienda jiji fulani. Yani ule umaarufu ulikuwa ndio sifa ya wasemaji. Na ndio maana Wakorintho wa kwanza, Paulo anapoanza kuelezea hotuba yake, anawaambia, mimi siji kwenu kwa uzuri wa maneno au kwa maneno ya kujipendekeza, bali kwa nguvu ya Mungu. Haka katabia haka kaliingia kwenye kanisa la Korintho, na katabia haka kama ndani ya makanisa ya kisasa. Ndio utakuta mtu anatafuta vyeo karibu 6 ajiite. Mtu usipomtambua kwa cheo chake, elimu yake, fedha zake, ananuna, anakuchukia, anaanisha vita na wewe. Kwa sababu hii ni Corinthian spirit, roho ya Kikorinto imeingia ndani ya wachungaji, roho ya Kikorinto imeingia ndani ya waumini, ndani ya influencers wa kiroho. Hii mambo ya kujisifu na nini imeelezwa vizuri kwenye kitu cha New Bible Commentary, imeelezea hivi vitu. Lakini jambo lingine ambalo ninaomba niliseme, ambalo ndo lilisumbua sana kwa Korintho. Jiji la Korintho lilikuwa ni jiji la miungu na uasherati. Yaani ukitaka kujua uzinzi, ukitaka kujua uasherati, ukitaka kujua ibada za miungu, ukitaka kujua aina za ilizi, kila aina ya ushirikina na uganga, nenda jiji la Korintho.
Humo ndimo ambapo Paulo anafungua kanisa. Cha ajabu, haya mambo yana creep in, yanapenya na kuingia ndani ya kanisa la Mungu. Kama ilivyo Korintho, ndivyo ilivyo leo. Usije ukashangaa ukakuta kumbe influencer mkubwa kanisani kwako ni mshirikina, anatumia ilizi. Isikuvunje moyo, haijaanza leo. Haya mambo Korintho yalikuwa mengi, imepelekea nyaraka zimeandikwa. Pale Korintho kulikuwa kuna hekalu kubwa linaitwa Aphrodite. Hili hekalu la kipagani lilikuwa lina wanawake makahaba wa kiroho, wanaitwa religious prostitutes, makahaba wa kidini 1000. Kazi yao ni kutoa huduma ya ngono kwa waumini wa hilo hekalu. Kazi yao ilikuwa ni kama kutoa huduma ya kimiungu na hamasa za ngono kwa waumini na marafiki wanaokuja pale. Nilikuwa nasoma commentator mmoja, mtu mmoja na comment kwenye akielezea historia ya hili jiji, anasema hao walikuwa hadi wana sandals fulani ambazo chini yake zimeandikwa neno la lugha ile kwa tumika hapa hiki Kigiriki. Neno la Kigiriki kwa chini limeandikwa kwa Kiswahili cha sasa au kwa Kiingereza ni follow me, nifuate. Kwa hao dada hata walikuwa wakienda sokoni, wakitembea nyayo zake zinaacha footprint zilizoandikwa nifuate. Mtu akifuatilia vile vimiguu anakuta kuna dada amekaa kule wa kanisani kwa ajili ya kuzini naye. Na ilifikia hatua hata neno lenyewe Korintho, msamiati tunasema to Corinthianize. Korintho ni kufanya uzinzi au to commit, anasema to engage in prostitution au fornication, kuingia katika uzinaa, kuingia katika ukahaba, ilikuwa ni Corinthians. Hii tabia ya wale wanawake ambao wanaweka footprint za kuwafuata ndizo ambazo hata leo zipo kwenye dunia ya sasa. Kwenye mitandao ya kijamii kuna namna mtu anakaa, ukimwangalia ni kama nakuita njoo nifuate, njoo nifuate. Namna alivyovaa, alivyoweka mwili wake, anavyojibinua, anavyofanya hivi. Sasa hawa watu na makanisani siku hizi wapo. Badala ya kuingia kumtamani Yesu, unajikuta umetegeshewa watu kwa ajili watamani wao. Sasa hii kitu imepelekea barua hii imeandikwa. Na sababu leo ni utangulizi, kuna mafunzo mengi ya namna ya kuishi katikati ya mazingira kama haya na kushinda hii tabia. Inawezekana kuna mambo unafanya, unafikiri unajifurahisha, kumbe unafanya tabia ya wanawake wa mahekalu ya Korintho, church prostitutes. Mungu akusaidie. Mungu anisaidie. Neno hili la wiki hizi 13 linijenge na kunisaidia. Korintho ilikuwa ni jiji la likizo ya kimaadili. Yaani kama ukitaka kwenda likizo ya maadili, mko mwadilifu sana, sema bwana mwezi huu nataka nipate likizo kidogo ya uadilifu, nikafanya kidogo ujinga. Ilikuwa watu wanaenda Korintho. Paulo baada ya kuingia pale Korintho, kitabu cha Matendo ya Mitume 18, alianza kuhubiri kwa Wayahudi. Wayahudi ni watu wenye fitina, zengwe, wakikupiga zengwe utoboi. Ndio maana duniani wanasumbua sana. Kwenye injili ya Paulo akawa amebadili watu wengi sana. Lakini alipitia upinzani mkali, upinzani mzito, mpaka Paulo akaona hofu. Akaona sasa haya maisha yanaishia kwenda kuharibika. Haya maisha yangu yamepotea. Haya mambo ya Mungu maneno kama hawa amewahubiri mambo ya msingi afu yote ya dunia wameyarudia, yakamvunja moyo Paulo akatamani kuondoka na kukimbia mambo ya Mungu aache. Alivunjwa moyo, alikatishwa tamaa, akajiona kama amebaki peke yake. Kuna wakati hata wewe katika kutekeleza yale mema ambayo Mungu ameweka ndani yako, katika kutekeleza kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako, utume ambao Mungu amekuitia, utakutana na hali ya kukata tamaa ambayo si ya kawaida. Matendo ya Mitume 18 mstari wa 9 na wa 8, Mungu anatufunulia vitu vizuri kuhusu wakati unapokata tamaa kwa sababu ya kutenda mema. Kwenye maisha kuna wakati utakata tamaa.
hata kama Mungu amekupa karama ya biashara. Maana biashara, business is God's idea. Biashara ni wazo la Mungu, sio la shetani. Umeamua kufanya kwa nguvu, umeamua kutafuta elimu ili upalilie au unoe lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako, ili utoe matokeo makubwa na uguse watu wengi na huduma zako ziwe baraka kwa mataifa mbalimbali. Kwenye safari hapo katikati utakutana kukata tamaa. Umeamua kuwa mhubiri wa Injili, linafundisha mambo ya Mungu hapa. Kuna wakati nafika kipindi unakata tamaa au wache tu endelee na masuala mengine. Yawezekana unasikiza ni mchungaji, waumini unakuchenjia, unakomaa kuwaombea, lakini wao ndio wa kwanza kupiga majungu na kukusema vibaya. Unakata tamaa. Kuna watu wamekata tamaa, wamefikia hatua hata kufanya kazi ya Mungu wamekimbia. Nataka nikutie moyo. Sikiliza haya maneno ambayo Paulo anaambiwa na Mungu. Matendo ya Mitume, hapa alikuwa yuko Korintho na amekatwa tamaa na upinzani mkali ambao alikuwa anaupitia kwenye huduma zake. Matendo ya Mitume 18 mstari wa 9 na wa 10. Bwana akamwambia Paulo kwa maono ya usiku. Bwana akamwambia Paulo kwa maono ya usiku, usiogope. Usiogope, bali nena, wala usinyamaze, kwa kuwa mimi nipo pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Huduma unayoifanya kwa ajili ya Mungu, baraka unazozitoa kwa vile ambavyo Mungu ameweka ndani yako, usije ukakatishwa tamaa ukaona hakuna anayesikia, ukaona hakuna anayepokea, ukaona watu unawatendea wema hawajibu. Mungu anamwambia hakuna atakaye kudhuru. Kama unafanya kusudi jema kabisa kwa nia isiyogawanyika, kama ni mtumishi wa umma unatumikia watu kwa nia njema, kama ni mfanyakazi unafanya kazi kwa utaratibu mzuri, una kwazo na mtu, hakuna atakaye kudhuru. Kuna jamaa anaitwa Farao Neko, alitumwa na Mungu aende Babeli kufanya kazi ya Mungu. Katikati akakutana na mfalme anaitwa Yosia nadhani wa Israeli, akambroku akifikiri Mungu ana watu ndani ya mifumo yake tu. Mungu afungwe na mfumo, ana watu wengi nje ya mifumo ya kidini ambao ni watoto wake, wakina Kornelio. Mfalme wa Israeli, mtumishi wa Mungu kabisa, lakini anabroku mtu asifanye kazi yetu mwana Mungu, alipigwa mshale akafa. Inawezekana unazuiwa na watu wa Mungu wenzako. Kama Mungu ameweka kusudi ndani yako, Mungu ameweka ujumbe ndani yako, Mungu ameweka mzigo ndani yako, utafika pale. Usikate tamaa, kwa sababu kuna watu ambao wamekuwa designed, wanasubiri ujumbe wako huo. Usikate tamaa na vikwazo vitakavyokuwa mbele yako. Usikate tamaa. Jifunze kwa ule mtu. Baada ya kuona mlango umefungwa, watu wamejaa mlangoni na wana mgonjwa, walienda wakatoboa bati, wakamshusha na kamba ule mtu, akakutana Yesu. Usikate tamaa. Mungu ana njia maelfu ya kufikia watu wake. Timotheo wa pili 4. Timotheo wa pili 4 mstari wa 16 mpaka 18. Anasema, katika jawabu langu la kwanza hakuna mtu aliyesimama upande wangu, bali wote waliniacha. Huyu mtumishi wa Mungu anasema wote kanisa lilimwacha, marafiki walimwacha, mke, watoto, wote walimwacha. Naomba wasihesabiwe hatia kwa jambo hilo, manake hana ugomvi watu wanapomwacha. Lakini Bwana alisimama pamoja nami, akanitia nguvu, ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu, hata wasikie mataifa yote, nami nikaokolewa katika kinywa cha simba. Popote utakapoamua kufanya jambo ukiwa upande wa Mungu, utaibuka upinzani, lakini fanya, lakini songa mbele. Bwana atakuokoa. Aliyemwambia Paulo hakuna atakaye kudhuru, hata wewe anakuambia sasa hakuna atakaye kudhuru. Fikra za kuwekewa sumu,
fikra za kuhujumiwa, fikra za kublokiwa zitoe kabisa kwenye akili yako. Mtuisheni yeye fedha zenu zote, kwa maana yeye Mungu hujishughulisha sana na mambo yako yote. Usifikirie kabisa. Kwa nini? Mungu hicho kitu hajakiweka ndani yako kwa ajili yako, amekiweka ndani yako kwa ajili ya watu wengine. Kuna watu wanaugua, kuna watu ni wagonjwa wanakufa, ndani yako amekupa uwezo wa kutamka maneno watu wakapona, lakini unaogopa kusema eti kwa sababu watu watakuonaje. Nikutie moyo, fanya kazi ya Mungu. Mwisho wa siku kuna malipo. Yesu atasema, vema mtumishi mwema, ulikuwa mwaminifu kwenye hicho nilichokuwekea ndani yako, karibu katika raha ya milele. Kila mahali utakapokanyaga patakuwa pa kwako. Hakutakuwa na mtu wa kukuweza siku zote za maisha yako. Usikate tamaa, usivunjike moyo, songa mbele. Kama hujui cha kufanya, mwambie Mungu, yale mazuri ambayo ulisema kabla kuweka misingi ya ulimwengu uliyaweka ndani yangu nikiwa tumboni mwa mama yangu. Kama Yeremia, kama yule anaitwa Paulo, umenichagua na umeweka vitu kwangu. Ninaomba sasa vile vitu vianze kufanya kazi sasa kwa jina la Yesu. Mwisho, kitabu kinaitwa Prophets and Kings, Wafalme na Manabii, ukurasa wa 277. Neno la Mungu linasema, wajumbe wa Mungu katika miji mikubwa hawapaswi kuvunjika moyo juu ya dhuluma, upotofu ambao naombwa kuukabili katika kutangaza habari njema ya wokovu. Kwa maana utakutana na upinzani na upotofu, lakini wajumbe wa Mungu hawapaswi kuvunjika moyo. Usivunjike moyo, usife moyo, usikate tamaa. Anaendelea kusema, Bwana anamwangalia, Bwana anamshangilia mfanyakazi kama huyo. Mtu yeyote ambaye ataamua kusonga mbele kufanya kazi ya Mungu, ataamua kusonga mbele kufanya kile ambacho Mungu ameweka ndani yake, kuapply ujuzi ambao Mungu ameweka ndani yake, kusonga mbele bila kujali vikwazo, huyo mtu Mungu anamfurahia sana. Na kwa sababu Mungu anamfurahia, kama alivyomwambia Paulo, anasema hakuna atakaye kudhuru wala hakuna atakaye kuumiza, nitakuwa pamoja nawe, atakuokoa katika makucha ya simba wa dunia hii. Lakini mwisho anaweza kusema, katika kila mji uliojaa vurugu na uharifu, kuna wengi ambao kwa mafundisho sahihi wanaweza kujifunza na kuwa wafuasi wa Yesu. Katika kila mji, kama ilivyokuwa pale Korintho, ndivyo ilivyo mji unaokaa, mtaa unaokaa, kanisa ulilonalo, ndani yake kuna watu ambao kama usipokata tamaa ukawafundisha na kuwatia moyo. Usimkatie tamaa mtu ambaye Yesu hajamkatia tamaa. Usije ukarebo kwamba huyu mtu ni mwovu ameshindikana. Hakuna kiwango cha uovu utafikia Yesu asiweze kukuokoa. Usiangalie wachache wanaokudharau, angalia watu wengi ambao Mungu anao katikati ya wachache wanaodharau mambo ya Mungu. Katikati ya dunia ambayo iko busy sana. Siku moja nimesimama mtaa mmoja unaitwa mtaa wa Uhuru Kariakoo. Nikasogea mbele kushoto, nikaingia mtaa wa Kongo. Kuna watu wengi wanapita na kupita, wako busy, wanatafuta, wanauza biashara, wananua vitu, wako busy. Nikasema hao watu wanamfikiria Mungu saa ngapi? Lakini Mungu anakutia moyo na nitia moyo kama alivyomtia moyo huyu mtumishi wa Mungu Paulo, kwamba katikati ya hao watu unaona wako busy sana, wamepinda, wanafunzi wa vyuo, wana sifa mbaya, dunia imeharibika, wanasiasa mafisadi, yani kila kitu kimekaa chagala bagala. Mungu anasema na watu wangu katikati yao. Kwa usiache kutenda mema kwa sababu dunia imepinda. Tenda mema kwa sababu katikati ya kupinda kwao Mungu ana watu. Ikiwa unasema Mungu nisaidie, yawezekana mimi maisha yangu imekuwa ni maisha ya Kikorintho, tabia zile ambazo zimewakuta watu wa Korintho na mimi zimeingia kwenye maisha yangu, lakini nasema najitoa kwa Mungu rasmi anisaidie. Iko nguvu katika jina la Yesu yenye uwezo wa kugeuza kanisa lako ambalo umeona limepinda, shutuma, kesi, vurugu, migogoro imekuwa ni mingi, lakini iko nguvu ya Yesu. Baba, ninakushukuru sana kwa huyu mtoto wako ambaye amefuatilia hizi habari njema. Ninaomba Bwana, nguvu iliyokuwa ndani ya Yesu, nguvu iliyokuwa ndani ya jina la Yesu ikawe juu ya maisha ya mtoto wako leo. Tunapoendelea kutafakari maisha ya watu wa Korintho na tukihusianisha na maisha yetu,
Ninaomba Mungu kamtafakarishe ukuu wako mtoto wako. Yale mambo ambayo alikuwa akiang'ang'ania akizani yana faida, lakini kumbe mwisho wake ni upotofu na uangamivu, Baba, mtenge nayo tangu sasa kwa jina la Yesu. Mpatie nafasi ya kukuabudu. Sasa muandae kwa ajili ya somo lijalo ambalo litagusa sana maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Nikukaribishe, unaweza ukasubscribe kupata masomo yanayofuata, lakini pia somo lijalo litakuwa zuri zaidi, usikose.